Naitwa John Ongito. Nimekuwa katibu wa Chauma mkoa wa Mwanza kuanzia tarehe 1 mwezi wa 10 2024 mpaka tarehe 1 mwezi wa 7 2025, nikiwa na hudumu kama katibu wa mkoa Chauma. Kwa sasa mimi ni afisa habari na taarifa kwa umma mkoa wa Mwanza. Sababu za kuita waandishi wa habari leo hii, nataka kurudisha kadi ya Chauma na nihamie Chadema. Chama kimegeuzwa sehemu ya vipatu vya viongozi wakuu wa chama. Tulikuwa Golden Tulip, ilikuwa ni mwezi wa 5 mwaka huu. Tuliitwa makao makuu ya chama kwa ajili ya kuwapokea kina Salum Mwalimu na Kigaila. Jinsi walivyokuwa wanajinasibu kwamba wako G55, nafikiri mliona hizo taarifa. Na kweli tulienda mpaka makao makuu. Tulivyoitwa kwa wito wa dharura, tuliwapokea wale viongozi, na walikuwa viongozi 9 ambao siku ile tuliwapokea. Kitendo kilichofanyika siku ile Golden Tulip ni kwamba tuliwapokea, na siku hiyo hiyo mliona viongozi wetu wakuu wote walijiuzulu, akabaki mwenyekiti tu ambao ni Hashim Rungwe. Ndio mtu pekee aliyebaki kwenye chama. Tumekuwa na changamoto nyingi sana tokea jamaa walivyohamia kwenye chama hiki. Imekuwa watu wote wa zamani tumekuwa tutambuliwi na hawa viongozi wapi ambao wamefika. Walivyofika walianza shughuli za kurugenzi ili nafasi zile ziwatoshe, maana wao walikuja na wakasema kwamba wanataka waendeshe chama. Na mkataba uliokuwepo ni kwamba wao na sisi tulikuwa tunashirikiana. Lakini kitu ambacho kilitokea ni kwamba walivyokuja kwenye chama wote tulitolewa watu wa zamani, Chauma ile ya zamani. Wamekuja wapya, wakaanza zile kurugenzi, wakagawana vyo vyote ambavyo vilikuwepo. Watu wa zamani pia wakawa sasa watambuliki. Imetupa changamoto, alafu sio mimi tu, ni mikoa mingi sana ambapo hii tatizo lipo. Ukiwa kiongozi hautambuliki kama wewe ni kiongozi, lakini wanatumia wale wa Chadema waliohamia Chauma ndio walikuwa wanapewa shughuli nyingi. Kilichofanyika ni kwamba hata hela ya chama ikitoka, viongozi wanaonufaika na zile hela za Chauma ni viongozi wale wakuu wa juu tu. Unaweza ukaa huko hapa mkoani unataka kufanya shughuli ya chama, lakini upati chochote, unaambiwa kwamba utumie hela zako. Wakati mara ya kwanza kipindi hawajafika, chama kilikuwa kinaendeshwa vizuri sana. Kwa hiyo imekuwa ni tatizo kubwa ambapo huwezi kuvumilia kwamba wewe mtu anakutumia lakini yeye anapata manufaa yake binafsi. Swala la pili, kuna shida ambapo watu hawajui. Chauma mpaka sasa hivi na katiba 3. Katiba ambayo iko kwa msajili wa vyama vya siasa hairuhusu, haina hata mambo ya kugombea udiwani. Lakini tunaona sasa hivi uchaguzi unaendelea, lakini wameweka hadi wagombea udiwani. Tumetoka hapa juzi, tulikuwa tumeenda kuchagua mgombea urais. Lakini changamoto tuliopata kwamba mpaka siku ile tunamtaja Salum Mwalimu kama mgombea urais, tulikuwa tumekosa mgombea kabisa. Kwa hiyo Chauma imekuwa na changamoto moja, ni kwamba wana mipangilio yoyote ambayo wanayo. Unaweza mkaitwa hapa, mnafika unakuta wajajiandaa. Siku ile tumekaa makao makuu pale na tumeingia kwenye kamati tendaji, bado hatuna hata jina la mgombea urais hadi dakika za mwisho. Kwa hiyo pale hakuna chama. Ina maana kukaa pale kama wewe ni mpinzani, pale unafanya tu kazi za CCM ambapo ndo wanashirikiana nao kwa 100%. Nafikiri mlimuona John Mrema alivyotuita siku ile kwamba kuna G55 ambao walikuwa wanahamia Chauma, lakini tulivyofika tulioji kwa nini hao watu walisema wako wengi na wako zaidi ya 55. Lakini jibu tuliokutana nao kwamba wengine hawajawa tayari. Mwishowe tukapokea watu 9 tu ambao tuliwapokea, na mpaka sasa hivi hata kiwaoji hakuna watu wengine waliohamia tofauti na hao G55. Kwa hiari yangu leo nimeamua kutoka Chauma, Chama cha Ukombozi wa Umma, na kurudi kwenye chama changu cha Chadema ambapo nilikuwepo hapo awali kabla sijaja Chauma. Kwa hiyo nimeona kwamba huku tunafanya biashara
za watu wachache sana. Wanaonufaika na chama mpaka sasa hivi na hata hela ikitoka ni wale viongozi wachache tu ambao ni Salum Mwalimu, Kigaila na John Mrema. Na hapa sasa hivi kama mnavyoona chama ni kama kiliuzwa. Mwenyekiti wetu sasa hivi mzee Ashimrungwe, kuna siku mimi nimekaa naye na nimemhoji tukiwa ofisini. Anasema sasa hivi hana mamlaka yoyote. Ina maana moja kwa moja alichokifanya, aliuza kile chama siku ile Golden Tulip, akawakabidhi wale watu waliofika. Na mimi ninachoamini sasa hivi tunaingia kwenye uchaguzi. Chauma hakina uwezo hata wa kuweka mawakala 100 kwa mkoa wa Mwanza. Kwa idadi tu ya wanachama mimi niliokuwa na wamiliki kama katibu wa mkoa hawafiki hata 100 kwa mkoa wa Mwanza. Sasa hichi chama kinaingiaje kwenye uchaguzi kama kina uhakika wa kuweka mawakala? Ihali Nyamagana kuna vituo, wilaya tu ya Nyamagana, jimbo la Nyamagana, jimbo la uchaguzi ina vituo 1800 kama na 20 hivi. Ilemela kule tuna vituo kama 1200. Lakini chama hiki ambacho kinataka kishinde uchaguzi hakina hata uhakika wa kuwalipa na kuwapata mawakala 100. Je, hapo mnaweza mkaona kwamba hichi chama ni mkakati tu wa CCM. Maana huwezi kugombea urais unazunguka na hela za umma nchi nzima, lakini huna hata uhakika wa kuweka mawakala kwa ajili ya kukusanyia kura na matokeo ili upate matokeo mazuri. Kwa hiyo kuanzia leo mimi sitohusika na kitu chochote kuhusu Chauma, na wanachadema wote mimi naomba mnipokee ili tuendeleze mapambano. Ubunge kwa tiketi ya Chauma mwaka 2020 katika jimbo la Rorya, na mwaka huu ilikuwa ni changamoto, ingetakiwa kwamba nigombee tena jimbo la Rorya. Lakini kuna maelezo ambayo niliwauliza, je, mimi nikigombea jimbo la Rorya kwa mwaka huu, mwaka uliopita 2020 nimehangaika sana kwa ajili ya kupata mawakala, na nilikuwa na mawakala 450 wa jimbo zima. Kwa hiyo mwaka huu nikawauliza, je, mwaka huu mtanipa support gani? Maana chama sasa hivi kimekuwa. Waliniambia kwamba nitumie hela zangu binafsi. Ihali najua kwamba kuna hela wamepewa kwa ajili ya kuendesha uchaguzi, na juzi kama mmeona Salum Mwalimu alipokea gari pale. Ile gari haiji bure bure, ile gari imekuja na fedha. Lakini kilichofanyika mpaka sasa hivi wamechukua tu wao kama viongozi wakuu ndo wanazungukia yale magari. Mradi wote wamefanya wa kwao na wote wamegawana hela ambazo zilikuwa zimetoka. Wanatuambia kwamba watalinda kura, kama mlivyomsikia Kigaila anasema kwamba ng'ombe atachinjwa jinsi atakavyolala. Haya maneno ya Kigaila ameyasema muda mrefu hata kipindi yupo Chadema. Sasa tukamuuliza swali, wewe kama unasema ng'ombe atachinjwa sasa hivi, kipindi huko Chadema pia ulisema ng'ombe atachinjwa. Huyu ng'ombe sasa hivi ndo atachinjwa hapa ambapo huna hata wanachama ambao wanatosha? Lakini Kigaila majibu yake yamekuwa kwamba hayatoshelezi. Mpaka sasa hivi ukiwa kama unataka kugombea inatakiwa ujihudumie kwa hela zako wewe mwenyewe. Sasa mimi ndio maana hata mwaka huu niliona kwamba hapa kuna biashara kama hii, sikugombea tena katika jimbo la Rorya. Na ile jimbo mpaka sasa hivi mgombea wa Chauma kupatikana mpaka dakika za mwisho, na hakuna mgombea pale. Amepita mgombea wa CCM tu bila kupingwa. Kwa hiyo niliona kwamba hizi biashara inakuwa ni biashara ngumu. Unatumia nguvu kubwa kwa ajili ya kugombea bunge. Na mpaka mimi nagombea jimbo la Rorya, siku ya kwanza kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020, mawakala wangu wote walikuwa 450 waliondolewa kwenye kituo cha mpiga kura na mkurugenzi. Sasa kwa nini usiunge no reform no election kwa hali hii? Kama mimi niligombea kwa Chauma 2020, kwa sasa hivi tena wananiambia nigombee, wakati siku moja kabla ya uchaguzi mimi wapiga kura wangu ambao nilikuwa nawategemea kama mawakala wanikusanyie jimbo zima waliondolewa kwenye uchaguzi. Hadi nikapiga simu kwa mkurugenzi, nikapiga simu na tume, lakini walikataa kabisa kwa ajili ya kuingiza wale mawakala. Wakaniambia kwamba watambui mawakala jimbo zima. Unaweza ukafikiria hapo kuna biashara gani? Yali hapo nimeshatumia gharama kubwa kwa ajili ya kulaza mawakala, kwa ajili ya kuwalipa posho watu 450. Lakini baadaye waliwakataa kabisa, hadi kura zilipigwa sikuwa na wakala hata mmoja. Je, sasa hivi unaingia kwenye uchaguzi kwa ajili ya kufanya nini kama utodai yake? Kwa hiyo kuanzia leo nimeamua kujiunga na Jeshi la Ukombozi. Bora niende kwenye no reform no election kwa ajili ya kupigania Watanzania ili mapambano yaendelee. Asanteni sana.
Sasa alipaswa aseme tunashirikiana na kutengeneza hizo vyama vya upinzani ni kufanya nini? Yeye ameona kwenye chama ambacho hakishiriki uchaguzi kimeshajizuia tayari kama hata kujidhihirisha. Yeye anasema kujiunga tena kuungana na kufanya nini? Hatuna muda wa kujadiliana naye mtu namna hiyo. Lakini watu wanaoongea vitu kwenye hoja. Sasa mtu anasema chama kimegeuka kiongozi cha viongozi. Mtu anatangaza na yeye alikuwa kiongozi. Kwa hiyo na yeye ni sehemu ya hao wanufaika angewaeleza amenufaikaje. Huyo sidhani hata kama aliwahi kiongozi wa Chauma, maana kiongozi wa Chauma hawezi kuongea hivyo kwa sababu kuja Mwanza aliyefungua mkutano wetu ni mwenyekiti wa mkoa wa Mwanza ambaye ni kiongozi wa zamani. Sasa mtu wa namna hiyo inaonekana kabisa ni mtu amejipatika cheo tu. Viongozi wa Mwanza kama walikuwa na habari wa mkoa wanasema hakuepo, kuna mwenyekiti ambaye ni yule mama na katibu wake, lakini huyo mtu hakuepo. Kwa majina naitwa Jukaeli Msigili Keula, ni mjumbe wa kamati tendaji wilaya ya Nyamagana, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Nimefurahi kumpokea kamanda aliyepotea njia. Amerudi kundini na hiyo ametumia haki yake ya kikatiba. Wao tumempokea kwa furaha. Naamini kuna wengine zaidi watakuja ambao walifuata upepo, ambao upepo huo haukuwa na maana yoyote. Watarudi ndani ya chama chao ambacho ndio chama kinachoaminiwa na wananchi. Kwa hiyo kama kuna wengine bado walikuwa na sita, tunawakaribisha warudi nyumbani. Hata Kigaila tunamwambia arudi. Hata Salum Mwalimu akimaliza shughuli zake arudi. Sisi tunampokea kwa sababu tunaamini kwamba Chadema ndio inayoenda kuikomboa hii Tanzania.